السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ndugu zangu Waislamu na ndugu zangu ambao si Waislamu, ndugu zangu kwa ubinadamu, kuna ujumbe wa muhimu sana na ujumbe wa bishara, ujumbe wa nusra na fath. Siku ya ukombozi imefika na siku ya kufurahi iko karibu, na nusra ya Mwenyezi Mungu haiko mbali na sisi. Bishara kwa umma al-Islamia kwamba hili giza ambao tumeingia ndani yake sasa tushafika karibu na kutoka katika hili giza, na rehema Mwenyezi Mungu ishatufikia sisi sote binadamu, Waislamu na sipokuwa Waislamu. Yoyote mwenye kuitikia hii mwito basi atafaulu na atapata nusra na rehema Mwenyezi Mungu itamfikia, na yote ambao atakanusha huu mwito basi atapata khazana dhilla duniani na kesho akhira. Mama Samia Hassan, Mheshimiwa Rais wa Tanzania, huu ujumbe kwako hasa kwa sababu wewe ni katika umma al-Islamia, katika ummat Muhammad. Kwa hiyo ujumbe kwako hasa na kwa wenzako amma. Fikisha huu ujumbe tafadhali, uokoe nafsi yako na wananchi yako na mujtamaa yako na ndugu zako ambao si Waislamu. Na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, rais wetu wa Kenya mpendwa, ujumbe pia unafika kwako. Ukifata utafaulu, ukikanusha basi utapata maafa na utaangamia na utapata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote katika viongozi wetu wapendwa wa Kenya na East Africa, wa viongozi wetu mashupavu, mashujaa ambao wamejitokeza kutetea haki za binadamu na haki zetu kama wananchi wa Kenya, basi huu ujumbe kwenu. Mkifuata huu ujumbe, Allah subhanahu wa ta'ala atazidishia ufalme juu ya ufalme wenu na utukufu juu ya utukufu wenu, na atadumisha serikali zenu na atadumisha utawala wenu juu ya mgongo wa ardhi, na atawajalia nyinyi muwe wafalme na makhalifa hapa duniani na kesho akhira. Lakini mkiupuza huu ujumbe na mkiupatia mgongo, basi mtapata khazaa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala itawafikia, na hakuna yote aweza akawapusha nyinyi na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala isiwafikie. Kwa hiyo huyo mwito wewe kwenu nyinyi viongozi wa East Africa, muokoe maisha yenu na ahali yenu na familia yenu na wananchi wenu kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao itawafikia ulimwengu, dunia nzima. Na muokoke, mupate izza na utukufu, mupate ufalme na upate uongozi hapa duniani na kesho akhira. Mwito wa rehema wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sifa yake ni arhamur rahimin, mwingi wa rehema. Ameandika juu ya nafsi yake huruma. Kwa hiyo yoyote anautaka huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala basi atapata, kwa sababu rehema yake imefunika mbingu na ardhi, na ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala na malakutu wake hauna mwisho. Ndugu zangu Waislamu, hii bishara ambao nataka kuwapatia ni bishara ya rehema na ni onyo kabisa kwamba kuna adhabu na adhabu kali zinakuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale mu'ridhina na wale mulhidina ambao wanapinga mwito wa kukubali kuhukumiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim. Yoyote ambao atapinga mwito wa kukubali kuhukumiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an Karim, basi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala itamfikia. Na nataka kuambia kwamba tushaingia katika siku ya kiyama na dunia yetu miisha, kwa sababu jua lisha overtake mwezi. Ayatul idrak ishapatikana na mwezi watimia kabla siku yake. Na hizi maafa ambao mnaona na balaa ambao zinaendelea ni vita kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wametangazia wale mulhidina na ambao wanakataa kuhukumiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na ni adhabu ya chini pasa adhabu ya juu. Na kiwango ya vita vya climate change na vita vya kivirusi
itapanda na itaongezeka kiwango chake pakubwa na pakubwa na pakubwa, kwa sababu overtake ishapatikana pakubwa, na mwezi watimia kabla siku zake na wazaliwa kabla siku zake, na mfumo wa adhabu utaongezeka daraja yake paka watu wakubali mwito wa kuhukumiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim. Na hizi mavirusi na virus corona ama COVID-19 na mavirusi ambazo zitakazokuja zote ni wanajeshi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wametumilizwa kushambulia wale mu'ridhina ambao wamekataa mwito wa kuhukumiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim. Wanapinga dini ya Kiislamu, wanajitolea kwa hali na mali kwa ajili ya kuzima nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Allah subhanahu wa ta'ala abashiria kwa adhabu na kila aina ya adhabu. Na huyu virus COVID-19 ni mmoja katika mwanajeshi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwanajeshi mdogo sana ambao sionekana kwa macho, amekuja kuwashambulia serikali na ulimwengu mzima wapate kuzingatia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni adhabu ya chini pasa adhabu ya juu, na kama watu hawakuelewa, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia simba mwa virus, atawabomoa arshi zenu na atawamaliza utawala wenu. Kwa hiyo yote ambao wanapinga mwito na kukataa mwito wa kukubali kuhukumiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim, basi ataharishe kaburi yake, andike wasia wake, na ataharishe sanda yake na jeneza yake, aage wapenzi wake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atamshambulia na vita upande wa ardhi na mbingu na baharini, na atamshambulia kwa mavirusi, kila aina mavirusi, na hakuna yote ambao ataweza kumwokoa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao itakaomfikia wale wanaopinga mwito wa kuhukumiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim. Rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala amewatumilizia Qur'an al-Karim na akatumilizia mtume sallallahu alayhi wasallam upate kuokoka. Na mwito huu ni kutoka kwa mwito wa Imam al-Mahdi Nasir Muhammad al-Yamani al-Mahdi al-Muntadhar, ambao mtume sallallahu alayhi wasallam al-bashiria atakuja akhir zaman, atajaza ardhi haki na uadilifu kama ilivyojazwa dhulma na unyanyasaji. Khalifa ambao alisema mtume sallallahu alayhi wasallam, inni ara nafsullahi ta'ti min al-Yaman, hakika mimi naona huruma ya Mwenyezi Mungu inakuja kutoka Yemen. Na amekuja kuwaona binadamu kwamba tushaingia katika siku ya kiyama, na jua lishapita mwezi, na watu wakubali kuhukumiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim. Waislamu wawache kufarikiana katika madhhabia na taifia na kupigana vita kwa ajili ya akida na dini, na hakuna kulazimishana dini, bali juu yenu kufikisha ujumbe, na Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kuhukumu watu, na kwamba mfumo wa adhabu itaongezeka pakubwa na pakubwa, na kila siku adhabu itaongezeka, na kwamba Jahannam, an-najmu at-tariq, as-sayyar haiko mbali na sisi. Na haya yote ambao mnaona maafa ambao yanaendelea sio kwa sababu ya climate change wala sio kwa sababu ya global warming, bali kwa sababu mvutano baina kaukab al-adhab sayyara an-najmu at-tariq na ulimwengu wetu. Na hizi virus ni katika wanajeshi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wametambuli, hamwezi kupata dawa yake wala hamtajua masdari yake. Imam asema, ameweka changamoto kuhusu COVID-19 kwamba ni mwanajeshi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hamwezi kupata dawa yake wala hamjui masdari yake, na kwamba ilmu yenu na science yenu na majeshi yenu na pesa zenu na serikali zenu na utawala wenu yote haitowasaidia, na yote itakuwa zero upande wa kushoto, na hamwezi kupata chanjo ya virus corona wala kupata dawa, na hakuna mtaifa yote inaweza kuwasaidia nyinyi kujipusha na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba hizo chanjo zenu zote zitakuwa zero upande wa kushoto, na kwamba mkiendelea kupinga mwito wa kuhukumiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an Karim, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawashambulia na masimba wa virus ambao atakuja atabomoa arshi zenu, na atabomoa serikali zenu, na atabomoa utawala wenu, na atawamaliza vibaya sana. Na kama hamtaendelea kuzingatia, basi mwisho kabisa tunabashiria adhabu iliyokali ambao yatokana
na Jahannam, bomu la kinuklia ambao litapiga na itasababisha kumaliza nusu wa ulimwengu wa ardhi, ambao unatokana na Jahannam. An-najmu tariq, Saqar hiyo ambao mnaona mbele yenu, Allah subhanahu wa ta'ala ameita Saqar, na Saqar manake Kiarabu ni yule falcon ama mwewe. Waona alivokaa kama mwewe, na hiyo haiko mbali na sisi, na itarusha jiwe. An-najmu tariq aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala ndio hiyo, itarusha jiwe moja kusababisha bomu la kinuklia na kuangamia na kumaliza mu'ridhina na mushrikina wanaopinga Qur'an na wanaopinga utawala wa Qur'an juu ya mgongo wa ardhi, na kupiga vita Uislamu na kupiga vita dini ya Kiislamu. Basi Allah subhanahu wa ta'ala wabashiria adhabu kali na ukuja, na kila aina adhabu, na kila aina adhabu itapanda na itaongezeka. Kwa hiyo hii ni rehema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote ambao ataitikia huu mwito, basi atafaulu na atakuwa mwenye kupata izza hapa duniani na kesho akhira, na yote ambao atadharau na atapuza huu mwito, basi atakuwa mwenye kuangamia na mwenye kupata hasara hapa duniani na kesho akhira, na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala itafikia. Kwa hiyo nataka kuwaeleza kwa ufupi kwamba Imam Nasr Muhammad al-Yamani al-Mahdi al-Muntazir al-Basharia Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaalika nyote wanazuoni wa umma al-Islamia na viongozi na wenye kutoa uamuzi waingie katika mtandao na wajadiliane naye, watoe bai'a, na Allah subhanahu wa ta'ala atawazidishia izza juu ya izza yao. Lakini wakidharau na wakipuza, basi awabashiria adhabu kali inayokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.